wimbo mtamu sana. Lakini aliyeimba wimbo mwenyewe na kiapo chake ameshindwa kulinda Chadema. Na ukiapa kwa Mwenyezi Mungu ni laana. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Askofu Mwanamapinduzi. Nimetokea Dar es Salaam lakini nimezaliwa Itilima, mkoa wa Simiyu. Nichukue nafasi ya jioni ya leo, ndugu zangu watu wa Buchosa, niwasalimie kwa lugha ya nyumbani kwetu. Baba na bamaye mwadela. Eminza. Pana mchungaji wa baba. Ado mwabipa. Mlema yakini. Walu iwake. Walu iwake. O sauti nalalocho. Walu iwake. Leke. Yamwetake. Yeah. Watafasiri nyepesi kwamba nani aliyewatesa wananchi, wanasema aliyewatesa ni CCM. Mimi ndugu zangu nataka niwaambie watu wa Buchosa kwamba mambo mengi yanayokupata kwenye maisha sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni mapenzi ya CCM ndiyo yanayosababisha yote hayo. Hayo unayaona yanakupata la umaskini watu sio mpango wa Mungu, ni mpango wa CCM. Watu wengi wanaokufa sio mpango wa Mungu, ni mpango wa CCM. Wanaosoma shule kwa tabu sio mpango wa Mungu, ni mpango wa CCM. Na mimi nawaambia hadharani waziwazi, Mungu ana mpango wake na shetani ana mpango wake. Chadema ni mpango wa Mungu, alafu CCM ni mpango wa shetani, anaibisha ni rafiki yake na shetani. Sikiliza, ninyi ni watu wa Nyeunge, Buchosa, lakini ninyi ni kati ya wananchi wengi wa kanda ya Ziwa yenye mikoa 6 ambayo Mwenyezi Mungu aliwajalia kuwapa rasilimali za kutosha. Ukiongea kanda ya Ziwa unaongelea Ziwa Victoria, ziwa kubwa kuliko yote Afrika. Limetambulisha ninyi ni watu wa kanda ya Ziwa kwa sababu mnaishi kando kando ya ziwa. Hilo ziwa mnalifaidi. Ziwa limekuwa ni shiba kwenu. Ziwa limeacha yatima na wajane. Ndugu zenu wangapi wamefia kwenye ziwa kwa kupigwa risasi na kutupwa ndani ya maji? Wangapi? Na ninyi mkienda kuvua mnaambiwa haramu, wavuvi haramu. Ukija kwenye madini kanda ya Ziwa, kuanzia Mara, njoo Simiyu, njoo Mwanza, nenda Shinyanga, njoo Geita, nenda Kagera, kila mahali chini ardhi kuna madini, lakini watu wake basi wale yebo ingia pingiaza hafe budekile kubotongi ngopanda kama madini boyebo babe. Ukienda kuchimba mnaambiwa ninyi wachimbaji haramu. Hata kama ni kwenye shamba lako unaambiwa wachimbaji haramu, na vibali wanakuja Wachina wengine wanachimba, alafu nyie mkija kuchimba kidogo tunapigwa sisi na uawa. Sikuzeni waambie watu wa kanda ya Ziwa, ninyi mnachangia kwenye uchaguzi 25%. Maamuzi yenu ni ya muhimu sana kanda ya Ziwa, kusema no reform na no election na uchaguzi usifanyike. Mnaweza. Na huyu mnayemuita mama kana kwamba na mama zenu. Asubuhi mama, barabara mama, choo mama, mama. Mnawadhalilisha mama zenu.
Wangapi mko hapo una mama yako? Una mama yako hata kama ishafu lakini ulizaliwa, una mama yako. Anajisikiaje unapoacha kumwita mama yako mama, halafu unamwita Mama Samia mama? Umezaliwa na wangapi wewe? Heshima ya mama itunzwe kanda ya Ziwa. Na kama angekuwa mama anawapenda, angelinda rasilimali zenu, angesaidia mfaidike na rasilimali zenu. Hebu jaribu kuwaza, kanda ya Ziwa yenye mikoa 6, kwenye baraza la mawaziri mahali pa kugawania, kuleta hoja, kupanga mipango. Ninyi mmepewa mawaziri wawili tu mikoa 6. Mawaziri wangapi? Mawaziri wangapi? Mkoa pekee wa Pwani una majimbo 9. Lakini wabunge 9 hao, wabunge 5 ni mawaziri. Wangapi? Mkoa wa Pwani una mawaziri wangapi? Mbona kinegete? Na ngingo na wangu ndo utamu. Wana waonaje? Hebu fikiria kidogo kwamba ninyi mna ziwa kubwa, ni kanda ya Ziwa, ambao shughuli yenu kubwa ni uvuvi. Waziri wa uvuvi hajawahi kuishi kanda ya Ziwa, anaishi Dodoma. Anaitwa Ashantu Kijaji. Mwanamke hajui hata kuvua samaki, hajui hata kupalua sato, hajui hata kupiga hata sangala, hajui chochote. Ndio nini waziri wa uvuvi? Ngochela manyanza imwe mishaki basukume safari yebyuko byetuja. Kwani wasiope waziri anayejua hata kuvua, amekuzwa na dagaa zetu, amesomeshwa na samaki, mama anakaanga samaki, anajua umuhimu wa samaki? Kwa sababu nadharaulika. Kama angewaheshimu nasema mama, angewapata waziri basi wa uvuvi. Ninyi mliojaa madini kila mahali. Waziri wa madini anatokea Dodoma, Mavunde. Adebile kuingiro mashimo. Adebile Matimba. Adebile hajui chochote. Haya mambo ndugu zangu kanda ya Ziwa, amkeni. Mnazidi kufilisika tu, kwa sababu wanaleta watu ambao na uchungu. Mimi naungana na Chadema. Chadema kama uchaguzi ni wa haki na halali, Chadema inaweza kubeba kanda ya Ziwa vizuri, yenyewe na sera nzuri, sera ya majimbo, sera ambayo rasilimali ya mahali pale isaidie mahali pale. Lakini ukija huku, barabara hakuna, shule hakuna, afya hakuna, dhahabu zenu mwani magorofa huko ndoki nububupa mtwe. Samaki huko unasikia samaki, mheshimiwa makamu, samaki karibu na Ziwa 25,000 20,000. Hivi kweli jamani, mtu wa huko kweli ununua samaki mkubwa 20,000 ojifunya kale ndoano tu ogala bango chele onge mayo toraga mfugo na jera makumi weza na ntongo bohogi ngweta gya elege kwa tunaelekea wapi Wasukuma? Tunaelekea wapi Wakuria? Tunaelekea wapi Wahaya? Wanatuonaje sisi? Iwe ni ng'ombe hamna sina kuchungia, iwe ni pamba bei 1,050 kutochinja kan nduru jire kulia hoi. Wanataka nini? Ni anzeni mapema kusema no reform, no election, adutukije no mayo. Msikubali. Mkataeni Mama Samia Suluhu Hassan, mwambie kanda ya Ziwa hana chake, wabunge wake wanamdanganya. Wangapi mnasema? Nyosheni mikono yaangalie.
na kamera ziangalie. Wangapi mnasema Mama Samia kanda ya Ziwa huna chako? Mikono juu nione. Na vigelegele. Habari zimfikie. Habari zifanye nini? Kwamba asipoleta mabadiliko ya sheria kupata tume ya uchaguzi, kanda ya Ziwa taongoza kusema no reform. No reform. Asanteni sana ndugu zangu. Nawatakia mkutano mwema.